Yesterday, there was another Turkana boda rider who was killed on his way from Kainuk Junction. He was heading to Lorogon. The other day, they also killed another boy who was just who was with a dog together with his karaya, going to look for mining activity. There are many incidences of killing that the Pokot bandits have perpetrated against Turkana community. And we want to condemn all these incidences with the strongest terms possible. Number two, we are very sorry to families in Turkana that have lost their beloved ones. Each and every time we've been going to bury our people in Kainuk, and this is as a result of incitement that is coming directly from the Pokot leaders. And I want to be on record that even after the colonial, we did not have a community called Pokot. The only tribe that we had is called Suk. We don't know a tribe by the name Pokot. This thing called Pokot are persons who came from Uganda. These are persons who have come from Baringo. These are persons who have come from Marakwet. And they've decided to come, and their objective is to take away land that belongs to Turkana community. And we should be on record. There is one MCA who said, I'm told she's called Jane. I don't know, she's a mother of how many children, 5. But I'm very sorry for what she said. I am the MCA for Lokichar. Lokichar is in Turkana County. Lokichar is in Turkana South. For issues of boundary, yule mtu anauliza mpaka ya Turkana na Pokot. Kulingana na boundaries ya 1992, ambaye kila Mkenya anajua, boundary ya Turkana na Pokot iko mahali inaitwa Keringet. Wacha hata Marich ni Turkana. Wacha hata Ortum ni Turkana. Mahali inaitwa Keringet, huko ndio mahali boda ya Turkana na Pokot iko. Na inaitwa Lokitoe, Alokeia. So hakuna kwanza wale watu wanaishi hapo hivyo. Wale watu wanaishi hapo ni watu wameletwa kutoka Uganda, wale watu wameletwa kutoka kule upande ya Baringo, ndio wameletwa hapa hivi purpose zilikuja kuoccupy. So hakuna kabila inaitwa kwanza Pokot. Kabila yenye tunajua iko inaitwa Suk. So hao watu wanaitwa Pokot, serikali hakikisha irudisha hii watu Uganda, irudisha watu mahali ambapo walitoka. Hakuna watu wanaitwa Pokot. Hawa ni watu wametolewa kutoka Uganda kuja kuharibu amani ya wananchi hapo hivyo sehemu ya Aro sub county. Mwisho kabisa, viongozi ambao sisi hatujui kama kuna viongozi Pokot. Wale watu ambao tumejua sasa wako Pokot ni wachochezi. Na tumekuja kuchunguza ya kuwa wale wachochezi ambao wako Pokot, mmoja wao ambaye anaongoza anaitwa Kosing. Ule wa pili anaitwa Lote. Ule wa tatu anaitwa Jane. Sasa tunaomba waziri wa usalama, wakati ambapo huko unataka kuanza mambo ya operation, anza kwanza kukamata Kosing, anza kwanza kukamata Lote, anza kwanza kukamata Jane, na pamoja na wale viongozi wengine ambao wamekuwa wachochezi. Gavana wetu hapa Turkana alikuwa anaenda kulia na wananchi, sehemu ya Kaptir, sehemu ya Nauyeregai, sehemu ya Kainuk. Hakuna jambo lolote alifanya, alikuwa anaenda kulia na wananchi na kuambia wananchi haya mambo ambayo yamefanyika si mzuri, wacha tupatie serikali nafasi ya kufanya uchunguzi. So hakuna uchochezi inaendelea Turkana, na hawa Pokot wameendelea kutumia hii nafasi ikiwa ni strategy ya kuchukua ardhi ya Waturkana. Ile Kral ambayo iko Karenya, nasikia kuna kiongozi jana wa Pokot anasema ati katiba ya Kenya inasema eti kila Mkenya ako na uhuru ya kuishi mahali popote. Ndiyo katiba inasema hivyo, lakini wapi ndio katiba inasema uko na uhuru ya kuishi mahali popote ukitumia bunduki haramu na kuua watu? Ile Kral ambayo iko Karenya, bunduki ambayo iko hapo hivyo ni zaidi ya bunduki 500 ambayo ni bunduki haramu. Jambo la kwanza tunataka kuambia serikali, wakati unataka kuanza operation, enda kwanza anza na hiyo Kral ambayo iko hapo Karenya, ambayo Kosing amekuwa akalandi kila wakati. Number 2, enda kwa ile Kral ambayo iko mahali inaitwa katikati ya Nakuamoru na Lorogon, mahali ambapo Pokot wanasema eti inaitwa Ombilion ama zi inaitwa Karun. Hakuna kitu inaitwa Ombilion, hakuna kitu inaitwa Karun. Hapo mahali ambapo wanasema Karun, wanasema Ombilion, atu wanasema Mazol Ward, hapo inaitwa Epem Alokanikapei. Hakuna kitu inaitwa hapo Karun, inaitwa nini? Hapo of course
Wamekosa mchanga ya kuchagua MCS. Wamekosa mchanga ya kuchagua wajumbe. Sasa wanakuja tu na tamaa, agenda yao ni kuchukua mchanga ya Waturkana. Lakini tunataka kuwaashua, hakuna ardhi ya Waturkana hata inchi moja Pokot watachukua. Pokot wanajua mpaka yao. Mwisho ya Turkana na Pokot ni mahali naitwa Keringet. Huko ndio mwisho. So tukitaka hata tunataka kuambia chairman ya IBC ambaye anatajwa bure. Chairman wa IBC akuja afanya kazi yake na anajua afuate ile 1992 Boundaries Act ambayo ilipitishwa. Inaonyesha mahali ambapo mpaka ya Turkana na Pokot iko ni huko mahali ambapo inaitwa Keringet. Asante sana.